Yusuf ameonyesha njia zaidi katika eneo la elimu. Mimi niguse pia kwa dakika chache hizi kujua thamani ya wanachuoni katika jamii. Kwa nini tujue thamani? Mimi nikiri kwamba kipindi hichi tunaonekana tuna mwamko mkubwa sana wa kutafuta elimu, bali hata nyenzo za kutafutia elimu ni nyingi mno. Lakini kitu ambacho kinakosekana ile thamani ya wenye elimu. Yaani sisi wanafunzi elimu tunasahau kujua kwamba moja ya mihimili muhimu katika utafutaji elimu ni kuthamini wanafunzi. Kwa bahati mbaya, ingawaje wanasema bahati ni mbaya, lakini kwa bahati mbaya wanafunzi elimu wengi kwa nyakati zetu hizi, eneo hili la kujua thamani ya wanafunzi ilikuwa chini mno. Inawezekana shetani juhudi imefanya kubwa sana, naambia wanafunzi wenzangu hao, inawezekana nyinyi mkapiga mbio sana kusoma vitabu vingi, inawezekana lakini kuliko shetani baya, inawezekana. Lakini kitu ambacho inatakiwa mjue, haiwezekani shetani kuwa ni mwanafunzi kweli. Itabaki kwa yeye ndio mwalimu, hata kama mtamzidi zidi ujanja, lakini mtambue kwamba yeye ndio tayari amechukua darasa hili kwenu. Kwa hiyo hata mkiona pale wanaona anasifisha faili, kuna pale anafundisha mafunzo mbili, bora inawezekana mkawa wajanja kwenye maeneo hayo, lakini itabaki kwa sababu ndio mwalimu kwenu. Sasa kulijua hilo ndio jambo ambalo kwa sasa linaendelea sana. Mtu anapata mmoja wake kwenye mitandao siku tatu, anauliza siku tatu, anajiona yeye kama mwalimu wake. Kwa hiyo inakosekana kitu muhimu katika watu. Kitu muhimu kuliko vyote ni kuwa na baraka katika elimu. Jambo ambalo tufahamu sote, wanavyuoni hao sio walioko sasa, hata wale aima walikuwa mashuhuri na Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, Malik rahimahullah, Shafi'i bin Ahmad rahimahullah, jami'an wote wale pamoja na unguli wao katika elimu, lakini wale wanadamu wanayo nafasi ya kukosea. Kwa nini? Si maasumini. Sasa isije wewe katika pitapita yako hii ukagundua mahala unamdhania wewe shekhe alikosea, sasa ukaona kwamba yeye hajui, labda yeye hana maana, labda yeye hakufikia hapo. Sasa ukaona kama ni hivyo mimi bora zaidi. Hilo haliwezekani. Kitu kinachokosa ni adabu. Tusisitiza talabatul ilmi sana kujilazimisha na adabu za elimu, kujua thamani ya hawa mashekhe. Ni sawasawa tumesoma kwao kwa maana tumepiga magoti kwao, au kwa kujua yule ni mwanachuoni basi kujue ana nafasi kwao. Iwe umesoma vitu kadhaa au kidogo tu au husoma kabisa, lakini hiyo nafasi ni yake. Ukifanya hivyo, Allah tabaraka wa taala ataibariki elimu. Lakini pia haina maana hata ukijua kweli kosa limetokea kwa shekhe, ina maana uwaikie kosa, lakini kuna namna nzuri ya wewe kufanya ili shekhe akajua kwamba kumbe palikosea. Nikikaa na wanafunzi wenzangu kama hivi, mara nyingi nakumbuka mfano ulitokea kwa wanavyuoni waliotangulia. Mara nyingi napiga mfano wa Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kama tunavyojua yeye mwanachuoni mubezi, ni muhaddith, amefikia marhala za juu kabisa. Lakini pia kupitia yeye wamezaliwa wanachuoni wengi sana, nao pia walikuwa ni mabidi katika elimu. Sasa ikatokea watu walifafanua na kusherehesha baadhi ya vitabu vyake. Mfano nimekutaja mara kwa mara, kwa mfano hai kabisa, moja ya vitabu vya
utaangalia kama ni risala ndogo, lakini watu wengi wameandika duniani wakiiga ule mtiririko mzuri na alibuni namna nzuri ya kufafanua elimu ya hadithi upande wa kanuni za hadithi. Watu walisherehesha hii lugha ilipoonekana nzuri, watu walisherehesha, wengi tu walisherehesha, akiwemo mmoja wa wanafunzi. Na hivi vilivyoandikwa kusherehesha, Sheikh mwenyewe sahibu al-Matni alivipitia. Sasa ikatokea kuwa Sheikh amepitia baadhi ya vitabu na vingi vilivyoandikwa na watu, ikabainika sehemu moja ya ushereheshaji wa matni hawakumwelewa yule al-Matni, mwandishi matni hawakumwelewa, na ameteleza ni Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, amekosea kumwelewa mwanafunzi wake katika hiyo nukta ya matni, kwa namna alivyosherehesha kama wanafunzi wa Sheikh wanasoma hapa, Sheikh wangu ameelewa hivi, sababu ufafanuzi wake unaonyesha watu kwamba Sheikh ameelewa hivi, ndio maana akatoa mbele haya. Ilimchukua muda mrefu wanafunzi wa Ibn Hajar rahimahullah ta'ala anafikiria afanye nini ili kurekebisha kosa la Sheikh wake. Ni kweli kosa, lakini anafanyaje? Amwambie Sheikh umekosea, ukuelewa. Kwa hiyo hilo waliona ni kosa kubwa sana, ndio baadaye. Lakini kwa sisi ni asili. Kwa sababu kwa Sheikh mbali umekuwa mnaomba kuchapia. Unamwambia wewe unamwambia Sheikh kuchapia. Lakini wewe ni kwa muda hivi jamii waelewa. Lakini anafanyaje kumwambia Sheikh ili mgharimu na yeye aandikisha kufafanua matni yake ili pale apite vile inavyotakiwa. Walimuona anafanya hivyo, akamshika shida gani? Matni umeandika imeshereheshwa na watu chungu mzima, akiwemo Sheikh wake. Sasa unaandika matni iweje? Ndio maana ukisoma ile utakutana ndani imefanya hivyo. Kuna lugha nyingi zinatumika wakasema bi anna sahib albayt ila fi adra, kwa sababu ile lugha anajua hapa ni nini amefanya. Ni kweli walikuja soma sharhi yake mwenyewe huyu, wakaona kwamba Sheikh wake alikosea. Nataka tufananishe ile zile adabu, haikuwa kitu alibaki kwa hapo. Sheikh wa huyu Sheikh wake haukuteremka haukushuka, bali kwa idhini ya Allah ulizidi kupanda. Samira tufsira tusaidia sana kuwa na ikhlasi na kuheshimu hawa waliotutangulia. Na kama nimesema kitabu cha Yusuf, ukisoma kwa watu wengi